Na mtazamaji wa Faida Online TV, ni kwenye mtaa wa Tandika Changalaweni ambao unapatikana kwenye kata Tandika, manispaa ya Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara, ambapo Faida Online TV tumenasa tukio ambalo linahusiana na mama mmoja ambaye anafahamika kwa majina ya Zulfa Timam, ambaye inasemekana kwamba amejifungua mtoto wake na kumuua na akamfungia kwenye ndoo la lita 10 na akafunika na ufuniko, kwa maana kwamba kiumbe hicho kikose hewa kabisa. Lakini wakati anafanya tukio hilo tayari alikuwa na mtoto mdogo ambaye ana umri wa mwaka mmoja na miezi miwili, kwa maana kwamba alikuwa anaendelea kumnyonyesha. Tumepata taarifa hiyo na tumefika moja kwa moja kwenye eneo la tukio na kukuandalia taarifa ifuatayo. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Naitwa Mwanaidi. Mwanaidi nani? Mwanaidi Mohamed, mkazi wa Tandika. Mimi nimefika hapa nimekuta kuna tukio hilo la huyo mama aliyejifungua mtoto wake amemtia kwenye ndoo. Ilikuwaje? Ulivyoulizia nini ilikuwaje? Labda kwa nini walimtia kwenye ndoo mtoto? Nilivyosikia kwamba mtoto amejifungua, baada ya kujifungua watu walikakaa nje hapa, amesikia hivyo mtoto anavolia. Kwa baada ya kujifungua akamtia kwenye ndoo, mwenyewe amekaa tu ndani, alivyoenda amekutana anamnyonyesha mtoto mwingine huyo. Na mtoto mwingine anamnyonyesha. Mtoto mwingine amejifungua, aliyejifungua na kuna mwingine anayemnyonyesha wa miaka na miezi kadhaa hivi. Wale shika ujauzito akiwa bado ana mtoto mchanga. Mimi Abdalla, mkazi wa Makabuli Msafa, kata Tandika. Ni mzazi na umefika hapa kushuhudia kile ambacho kimetokea. Wewe umejisikiaje? Kiukweli nimejisikia vibaya kwa sababu hili swala kuna wengine wanatamani mtoto. Yeye anampata mtoto anamuua, yani kiukweli nasikitisha. Unadhani sababu ni kwa sababu alikuwa na mtoto mwingine ambaye alikuwa anamlea na alipata ujauzito akiwa na mtoto mchanga, ama labda alikusudia tu yeye? Mimi kwa kweli naona kama alikusudia, kwa sababu hata kupata kwa mtoto mwingine sio tatizo, mtu ndo umuue yule mtoto ambaye uliompata kwa sasa hivi, kwa sababu wote ni watoto na kila mtoto ana faida zake. Kwa hivyo nafikiri tu alikusudia tu mwenyewe, alishatia nia kwamba nikimzaa namuua. Mimi naitwa Swabu Ismaili, ni mkazi wa Tandika. Nimesikia tu kunasema ametupwa mtoto na mimi nikakimbilia kuja kumwangalia. Nimesikia ametupwa kwenye ndoo. Tukio kama hili kama mzazi mlipokeaje? Mimi kama binafsi yangu na mtoto mmoja tu, kwa hiyo nimekilika afu nimeumia. Nimeumia sana kwa sababu wale wanapata watoto, sababu yeye mwenyewe anasikia na watoto watatu. Ana mtoto mmoja mdogo. Kwa hiyo nilivyosikia mimi na mtoto mmoja tu, kwa hiyo nimeumia. Kwa hiyo kina mama liwefundishwa kwa watu wengine. Kwa jina naitwa Rehema Mohamed, mkazi wa Tandika. Tukio hili ambalo limetokea hapa wewe umelipokeaje? Kwa tukio lililotokea hapa kwa kweli najisikia uchungu sana. Mimi nikiwa kama mzazi. Wakati nilipofika nimekuta watu wamejazana hivyo, nikaulizia akasema kuna dada mmoja alikuwa mjamzito. Baada ya kujifungua mtoto akamuua. Kwa hiyo inasemekana kwamba amemuua yeye mwenyewe. Amemuua mwenyewe. Watu walijuaje kwamba amemuua mwenyewe? Watu walijuaje? Watu walisikia, baadhi ya watu wengine walikuwa karibu yake wakasikia analia. Kwa hiyo ina maana alishajifungua akawa salama kabisa. Ndio inavyosemekana, kwa japokuwa sina uhakika lakini inavyosemekana ndio hivyo. Ukatili wa namna kama hii ambayo baadhi ya mama wanafanya, wewe unauzungumziaje? Ukatili kama huo kina mama wengi tujirekebisha, kwa sababu kama yeye ana mtoto mdogo sawa na amempata mtoto mwingine, angewalea tu kwenye shida na lao, angekuwa wote watoto wake. Baada ya kuwasikiliza mashuhuda ambao wamezungumza kinagaubaga, Faida Online TV tukapata nafasi ya kuzungumza na kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara ACP Mtaki Kurujila, ambaye amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kuongeza kuwa mama huyo alijifungua kichanga hicho cha kiume kikiwa kizima kabisa na kuamua kukiua kwa mikono yake baada ya kukifungia ndani ya ndoo la lita 10 na kufunika na funiko. Hivyo basi kichanga hicho kilifariki dunia huku kikitapatapa kutafuta hewa ya oxygen bila kujua kuwa yule aliyemtunza miezi 9 tumboni ndiye anayeondoa uhai wake hii leo. Maskini. Mtumio huyo alikuwa amejifungua huyo mtoto akiwa salama kabisa na pale nyumbani kwake, na hatimaye aliamua kuchukua maamuzi ya kukichukua kile kichanga cha kitoto na kukiweka katika ndoo ambayo ilikuwa tupu lakini yenye lita 10, ujazo wa lita 10, na kufunika na mfuniko, na hatimaye kichanga hicho kiliweza kupoteza maisha. Mtoto huyo alipoteza maisha baada ya kutopata hewa. Ndipo jeshi la polisi limkamata mwanamke huyo ambaye yuko katika kituo chetu kikuu cha polisi
Mtwara kwa mahojiano zaidi. Jeshi la polisi linatahadharisha na kutoa wito kwa wananchi wote walioko Mtwara waweze kushirikiana na jeshi la polisi na kufichua uhalifu wa matukio ya kikatili kama tukio hili lilipotokea kwa kichanga hichi ambacho kilipoteza maisha yake na kilikuwa kina hatia. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati, mtazamaji wa Faida Online TV. Hiki ambacho umekiona leo sio maigizo, na yamekuwa yakitokea katika maeneo mbalimbali, kwa maana kwamba wamama wanakuta saa nyingine anaamua kujifungua na anatupa mtoto, wengine anawatelekeza. Leo hii ameamua kumuua na kumfungia kwenye ndoo la lita 10 na kufunika na ufuniko hapo juu. Ina maana gani? Tunajifunza kitu kwa wale wote ambao wameona story hii katika siku hii ya leo. Kama haupo tayari kujifungua, hakuna haja ya kushika ujauzito. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri kwa sasa.